Karibu katika kipindi kizuri sana cha sisi cha kupinga masuala ya ukatili wa jinsia katika jamii. Mimi naitwa Joyce Andrew, ninayekuendeshea kipindi hiki mpaka pale saa 7 kamili ambapo tutajiunga na DW. Kuna mambo mengi sana ambayo yametokea katika jamii yetu kuhusiana na masuala ya ukatili yametokea. Jamani, mambo ni mengi, watu wanafanya vitendo vya ukatili. Yaani kama vyote. Sasa hivi kila mtu anaamua ngoja nifanye hivi na nifanye vile. Leo sitakuwa peke yangu msikilizaji, niko na mgeni hapa, atajitambulisha hapo baadaye, basi tutashare wote kuhakikisha wasikilizaji mnapata elimu hii ili uweze kuishi nayo hapo nyumbani kwako ndugu yangu, kwa sababu siku hizi mtu anafanya ukatili, yani huwezi jua, inaweza sometimes huwezi kumtegemea kama huyu anaweza kufanya vitendo vya ukatili. Maana yake ukatili siku hizi unafanywa, baba anafanya ukatili, mama anafanya ukatili, ndugu, jamaa, rafiki, mjomba, bibi, lakini tumeenda mbali zaidi sasa hivi mtoto naye anafanyia ukatili mzazi wake. Ndio muone kwamba sasa hivi mambo yamebadilika sana, sijui kwa nini sasa hivi mambo yanakuwa hivi, na ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kukumbushana kuhakikisha tuache kabisa vitendo vya ukatili katika jamii yetu ya Tanzania. Jina namba yetu ni ile ya studio ni 0772597995. Piga simu na uweze kutoa maoni yako. Unajua nilivyotoka kwenye kipindi wiki ya jana, watu wengi sana waliweza kunitumia message wakasema, "Da Joyce, tumesikiliza kipindi chako, kipindi kizuri sana. Kwa kweli sasa hivi ukatili mwingi. Yani wengine mpaka wananipa ushuhuda, si pia mimi nishakufanywa ukatili, sijui nini." Jamani, ndio hivyo. Wengi wao wanakuambia, "Mimi nilikuwa nimefanywa hivi lakini sikujua kama ukatili." Basi unapaswa pia uweze kutambua tunavyoongelea ukatili, ujue kabisa ukatili ni nini. Na kila siku tunasema ukatili ni kile kitendo cha kumfanyia mtu kitendo ambacho kinaweza kikampa maumivu mtu mwingine. Wewe uliyefanya huwezi kusikia chochote, lakini yule unayemfanyia anaojisikia vibaya. Wakati mwingine unaweza kumsababishia maumivu, kifo, lakini pia msongo wa mawazo, yani stress, na mengineyo mengi sana. Basi ungana nasi hapa kuhakikisha basi tunaenda pamoja katika safari hii ya kutoa elimu ya masuala ya ukatili wa jinsia katika jamii, na pia baadaye nitakuletea matukio ambayo yametokea katika wiki hii ili uelewe tunapoongelea. Jamani, vitendo hivi vipo, watu wanafanya sana ukatili jamani, sijui tusemaje. Haya basi, unaambiwa wembe ni ule, basi mambo ni yale tunayoongelea hapa kila siku. Masuala ya ukatili katika jamii. Kama nilivyokujuza pale awali, siko peke yangu leo hii, basi nipo na Mr. Moses Mzakwe, niko naye hapa kuhakikisha tunaenda mpaka pale saa 7 kamili. Basi karibu sana mgeni ndani ya studio za Radio Mlimani, chuo kikuu cha Dar es Salaam. Karibu. Asante sana. Kama walivyoweza kusema mtangazaji, Moses Mzakwe, ninatokea viunga vya Kimara ya Bonyokwa. Huwa ninachanganya kwa sababu Kimara na Bonyokwa hazina mahusiano kiutawala, lakini Kimara na Bonyokwa, huwezi kufika Bonyokwa kama hujapita Kimara, na huwezi kufika Kimara kabla hujapita Bonyokwa kama unatokea njia ya Segerea. Kwa hiyo sehemu zote ambazo ninaziishi kwa katika shughuli za kuendesha shughuli zangu za maisha ya kila siku. Niseme niwakaribishe wasikilizaji, kama walivyoweza kusema, tunakuja kujikita namna ya kuweza kuleta elimu pana kwa ajili ya ukatili ambao matukio yake mengi yanagusa jamii ya Watanzania wote. Haya msikilizaji, huyo ni Moses Mzakwe, anatokea maeneo ya Kimara Bonyokwa. Unajua kwa nini tunasema Kimara Bonyokwa? Kwa sababu tukisema tu Bonyokwa mtu ajiuliza iko wapi hiyo, na ndio maana tunatanguliza Kimara Bonyokwa ambaye nitakuwa naye hapa. Huyu ni profesa lakini pia ni mzazi wa darasa la 7 lakini okay, ni profesa wa darasa la 7 kutokana na ujuaji wake wa mambo mengi, basi anaitwa profesa, lakini pia ni mzazi. Kwa hiyo tunaongelea masuala ya ukatili wa jamii hususani kwa watoto, kwa sababu vitendo ni vingi zaidi. Sasa na yeye kama mzazi basi ana mchango wake hapa wa kuweza kuongea na wazazi. Lakini nimeweza kutumikia nafasi, nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya wazazi Kimara Sekondari 2020 mpaka 2023, lakini nikabahatika kupata nafasi ya kuwa katibu wa wazazi Kibamba Secondary School 2018 mpaka 21. Lakini sio mbaya, nikabahatika tena kupewa kijiti hichi kuwa mwenyekiti wa kamati ya wazazi
ndani ya shule ya Dar es Salaam Girls, shule ya advance inaanza kidato cha kwanza mpaka cha sita. Na watoto hawa wameweza kuanza mtihani wao, walimaliza mwaka huu, walianza mtihani tarehe 5 mwezi wa 5 na hatimaye wakaweza kumaliza. Sasa hivi wanasubiri mchakato tu wa kuapply ili kuendelea vyo. Kwa hiyo ni nafasi ambazo nimeweza kutumikia, lakini na uzoefu kabisa na watoto. Nina uzoefu na watoto zaidi. Lakini ni mjumbe wa kamati ya wazazi milenia ya 3 shule ya msingi ndani ya kata ya Kimara, wilaya ya Ubungo, mkoa wa Dar es Salaam. Okay. Wazazi mna mchango gani kwa watoto kuhakikisha mnakomesha vitendo vya ukatili, au mnawalinda vipi? Maanake tunaambiwa bwana, mtoto anapoharibikiwa mzazi ndiye chanzo cha kuharibika kwa mtoto, kwanza malezi, tabia ya mtoto, hata zile lugha ambazo anaziongea mtoto. Sasa wewe ni upo katika kamati ya wazazi. Ndugu mtangazaji, kwanza mimi ni kushukuru sana kwa hilo. Kwanza ili tuweze kujua wazazi tunasimama katika nafasi ipi ili kuweza kuyakataa haya ya ukatili. Kwanza lazima msikilizaji aweze kujua ukatili ni nini. Watu wengi wamekuwa jiuliza kwamba mzako yakigombana na mtu mwingine au akampiga ule ndio ukatili. Au tu katika namna nyingine yoyote, au mimi nimetumia lugha ya maneno machafu kwa mwingine. Mtu mwingine anaweza akasema ali mtusi tu, lakini si ukatili. Ukatili ni hali ya kumtendea mtu mwingine au kiumbe chochote mateso, maumivu au dhuluma kwa makusudi. Vitendo hivi humnyang'anya mtu raha, utu na usalama wake bila kuwa na sababu ya msingi au uhalali. Aina za ukatili. Kuna ukatili wa kimwili ambao unasema kupiga, kusukuma au kujeruhi mwili wa mtu. Ule ni ukatili. Aina ya pili ni ukatili wa kisaikolojia. Kutukana, kutisha au kumdhalilisha mtu ili aumie akili. Ule ni udhalilishaji. Wamama, mmezoea sana kusutana na mnakodi vikundi. Mnasema tunaenda, mara nyingi sasa hivi mnakodi vikundi buza, naenda kumsuta mtu Mwananyamala. Huo ni ukatili. Kwa mujibu wa sheria, hayo madhara yake ni makubwa zaidi. Aina ya tatu ni ukatili wa kijinsia. Kumlazimisha mtu au kufanya kitendo chochote cha kingono au dhuluma dhidi ya mapenzi ya mtu bila ridhaa yake. Huo ni ukatili. Yaani huo tena ubakaji. Naam. Mimi labda nyumbani kwangu sijisikii kwa namna nyingine yoyote, lakini mke wangu akaja ananiforce, ananilazimisha katika namna ya haki ya kindoa na mimi sihitaji. Ule ni ukatili, na ipo siku unalazimika uchukue hatua za kisheria ili uweze kulipwa fidia yako. Aina ya 4 ni ukatili wa kiuchumi. Kumnyima mtu huduma za msingi au kumzuia asitafute au kumiliki mali. Kipindi kilichopita tulijaribu kujikita sana kwenye habari ya ulisi, tulizungumzia na kudadavua kwa upana zaidi. Hali ya ukatili wa kiuchumi, kumnyima mtu huduma ya msingi au kumzuia asitafute au kumiliki mali. Ule ni ukatili kwa mujibu wa sheria zetu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hizi ndio aina za ukatili ambao unabeba maudhui mengi ndani yake kwa namna nyingine yoyote. Sasa nirudi kwenye sisi wazazi tunasimama kwenye nafasi gani? Nataka nizungumzie labda mtoto wa shule ya msingi. Mtoto wa shule ya msingi anapita katika mazingira makubwa matatu. Cha kwanza, mtoto anaamka asubuhi, anaandaliwa na mzazi, awe baba au mama, awe binti wa kazi au kwa namna nyingine yoyote. Halafu akaondoka kwenda shule. Mtoto yule anapoondoka mazingira ya nyumbani, akifika kama mita 20-10, tayari yuko kwenye mazingira ambayo kwa mujibu wa sheria inamilikiwa na mamlaka za serikali ya mtaa au kijiji. Kwa hiyo ana uwezo akafanya tukio kabla hajafika shule au akafanyiwa tukio kabla hajafika shule. Ndio Kitakachogusa jamii ni yeye kuwa amevaa sare ya shule, lakini sare ya shule ina nembo mkono wa kushoto ya shule husika. Kwa hiyo raia wataenda eza kwa viongozi, wawe hawa mabalozi wa nyumba 10 au ofisi ya serikali ya mtaa au kijiji, au wafike eneo la shule kwa ajili ya utambulisho wa yule mtoto. Kwa hiyo watasema mtoto huyu amefanyiwa tukio hili. Lakini sehemu ya tatu, mtoto anakuwa yuko kwenye mazingira ya shule. Mtoto anapokuwa kwenye mazingira ya shule tayari kwa mujibu wa taratibu na kanuni za kisheria,
mtoto yuko kwenye eneo la shule, akifanyiwa tukio, akafanya tukio, wa kuwajibika pale ni mkuu wa shule au mwalimu mkuu kwa shule za msingi. Kwa shule za sekondari ni mkuu wa shule. Kinachotakiwa sasa kufanyika ni namna ya mzazi, kama mtoto amefanyiwa tukio na mtoto mwenzie au mwalimu au namna nyingine yoyote, au mzazi yoyote ametoka kule, kwa sababu sasa hivi kuna wazazi ambao wakisikia mtoto wa Joyce anafanya vizuri au mtoto wa Winnie anafanya vizuri, wao wanaondoka na kwenda pale shule na kutumia namna nyingine yoyote ili kuweza kuchukua vitu ambavyo vinaenda kutengeneza hali si nzuri kwa yule mtoto, kwa sababu mwanao yeye hafanyi vizuri, mtoto wa mwenzake anafanya vizuri, na hayo yamekuwa yakifanyika na nina ushuhuda ulio mpana zaidi ya sana. Kwa yale yote, mzazi anapoingia kwenye ridhaa ya eneo la shule na kwenda kufanya mazungumzo na mtoto wa mtu bila ridhaa nyingine yote, wewe ni ukatili, anatakiwa achukulie hatua za kisheria. Hapo kwanza nisije nikasema, kwani kuna mtu anaweza akaja shule akafanya mazungumzo na mtoto wa mtu mzazi? Wapo wazazi, nizungumzie darasa lenye watoto 400. Halafu kuna mtoto ambaye yeye wale watoto 400 kwa mjibu wa mtaaluma wa shule husika, mtoto yule anakuwa anapata maksi za juu kuliko wanafunzi wengine. Mfano namba 1 au namba 2 au namba 3. Sasa miaka tunasoma sisi tulikuwa tunaitwa na tunapewa zawadi. Leo huwezi kusema kusoma matokeo ya mtoto anayefanya vizuri pale shule. Lakini kuna wazazi wakisikia, kwa sababu mimi ninamfahamu mtangazaji Joyce au nafahamu mtoto wa mzazi, mtu mwingine na mzazi mwingine anakuja anajificha kwa ajili ya nasibu nyingine ambazo ziko nje ya utaratibu wa kisheria ili kuweza kumtengeneza zaidi. Mtoto aliyezaliwa yuko vizuri, mtoto aliyezaliwa hana madhara yoyote, lakini suni unaona mtoto yule anaanza kutembea na kuwezeka, mtoto yule ana. Kwa hiyo haya ni matukio, yani kama vile labda kama sasa za mambo ya tuseme sijui imani za kishirikina au vinimacho tuseme. Naam, vinimacho. Kwa hiyo haya nayo ni matukio ambayo yanakwenda kufanyika na yanaumiza watoto wengi sana. Kumbe wewe yanatokea, lakini kwa namna nyingine yoyote haya huwezi kuyasikia. Mimi ninaye binti ambaye amemaliza kidato cha 6. Mtoto yule alizaliwa katika hali yake nzuri sana. Kaanza shule, bahati nzuri Mungu alimjalia uwezo wa akili ya kuzaliwa kama ya baba yake. Binti yule akafanya vizuri. Lakini binti yule alipofika kumaliza O-level, binti yule macho yaliweza kufunga. Yalipofunga sisi tulishangaa kama walimu na baadhi ya wazazi. Binti yule akarudi nyumbani, wakafanya maombezi kwa namna nyingine, lakini akarudi kuripoti kwa ajili ya kuendelea na masomo ya kidato cha 5. Binti yule alifanya kidato cha 5 na nini, lakini alipokaribia kumaliza kidato cha 5, binti yangu mwenyewe binti yule akaanza kufanya matukio ambayo hayakuweza kutengeneza misingi mipana. Kwa hiyo mwenyewe unaanza kushangaa. Sasa mimi nikawa ninashangaa kweli. Nikawa nimepigiwa simu, kafika pale shule. Baada ya kufika shule nikajaribu kuongea na mkuu wa shule. Na uzuri zaidi Mungu alipotengeneza, na namshukuru Mungu sana kwa hili. Mwalimu aliyemfundisha O-level kuanzia form 1 mpaka form 4 ndiye mwalimu aliyeenda kumsimamia kidato cha 5 na cha 6. Kwa hiyo mwalimu alikuwa anamjua. Baada ya pale mtoto yule alipewa suspension, akarudi nyumbani siku 14. Kakaa naye nikajiuliza, huyu binti ni nini? Baadaye zilipoisha siku 14 akamrudisha shule. Binti akaendelea na. Lakini kali nilipokuwa nakwenda akamwambia baba, macho yanakwenda hayaoni. Nikamuomba mtoto tena, nikarudi nyumbani nikakaa naye nikamfanyia kwenye vipimo na nini, nikarudi. Nikamrudisha shule. Lakini ilipofika tarehe 19 mwezi wa 4 nimeenda kumfanyia matembezi binti, kwa sababu nafasi yangu ilikuwa ninaruhusu kufika pale. Nilipofika pale binti akaja, bahati nzuri aliponiona akaanza kulia. Akaniambia baba, siwezi kuendelea na masomo kwa sababu macho yangu sasa hivi hayaoni chochote. Nikamwita mkuu wa shule na makamu wa shule, tukakaa tunaongea, nikamwambia basi nipeni huyu binti. Kwa utaratibu wa shule niliondoka na binti na vitu vichache, sababu nilikuwa siwezi kuondoka na vitu vyake vyote. Kwa hiyo nikarudi mtaani nikakaa naye. Lakini katika namna nyingine yote ya kushika mkono nikawa nimejaribu kuomba msaada katika mamlaka husika. Huwezi kumfanyia vipimo mtoto hapo alafu arudi kwenye mtihani. Lakini mpaka watoto wenzake wanaanza mtihani, ile binti hakubahatika kufanya mtihani wa taifa. Na mpaka leo haoni. Mpaka kesho. Kwa hiyo nimshukuru sana mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila. Wakati alifanya ziara kwenye ile shule, bahati nzuri alifika, alimuona binti yangu na akaweza kuongea naye
kwa namna nyingine yote, akaniambia wewe binti wa mzake, akasema ndio. Kujaribu kwa mkoa alimpa mawaidha ile binti. Mwisho wa siku nikamshirikisha mkuu wa mkoa, akajaribu kunisaidia, nikamchukua ile mtoto nikampeleka CCBRT nikampima. Nilivyompima yule mtoto kweli sabitiwa, kaleta matokeo yao kwamba bwana binti huyu ni kwamba macho yake yana uoni hafifu wa macho. Wa kitu ambacho sisi kama wataalamu tutamsaidia kumtengenezea miwani. Ndio most gharama ilikuwa ni kubwa sana, zaidi ya sana. Lakini ikafikia mpaka dakika hiyo. Lakini mimi kama mzazi, na ndio maana nimejaribu kulidadavua. Kwa hiyo binti akufanya mtihani, anaendelea na matibabu mengine kwa namna nyingine yoyote. Binti ambaye alizaliwa ana afya kamili, na moja ya watoto wangu ambaye yeye aliamua kuacha ziwa la mama yake tu, kwamba mama sihitaji maziwa kabla ya muda wa kuachishwa. Kwa hiyo nimeongelea haya yapo, lakini niliwahi kupata mwaliko kwenye shule moja, nikakuta binti anadondoka. Ushuhuda jamani, huo wazazi mnaisikiliza, wazazi, huo ni ushuhuda, kwa sababu hatuwezi kuongea vitu ambavyo havipo. Kumbe kuna watu wanadonge jamani. Kwa hiyo mtazamaji, nimalizie kwamba japo sheria inakataza kuamini vitu nje ya lakini kama kuna mtu anahusika katika hile au katika hili, huo ni ukatili. Lakini mwisho wa siku niseme kwamba wazazi, msikubali kuruhusu nafasi za watoto wenu zikashikwa na watu wengine. Mzazi inapofika kipindi cha kufunga shule, ukisikia mtoto anakwambia mnaitwa shule, nenda kachukue matokeo ya mwanao. Usimtume jirani, usimtume dada yako, usimtume mdogo wako, wala usimtume shemeji yako ambaye ni ndugu wa mumeo, au usimtume wifi yako. Dunia ya leo ambayo tunaishi sisi, ukatili wake umekuwa mpana zaidi, na ndio maana mmesikia pale Rugoba binti amemuua mama yake. Lakini zamani sisi tulikuwa tunaachwa kwa jirani, wazazi wanaenda kusalimia kijiji cha 203 kwa muda wa mwezi mmoja, na tunakula tunalala na hakuna gharama nyingine yoyote. Kwa hiyo kadri tunavyoingia kwenye utandawazi zaidi na matukio ya mioyo ya watu kubadilika zaidi ya moyo wa simba inazidi kuwa mipana sana. Kwa hiyo mimi nimalizie kwa kusema hivi, endelea kutufuatilia katika wasaa huu, lakini ni lazima tupambane kwa dhati ya kuungana pamoja ili kuweza kuukataa na kuupinga ukatili katika jamii yetu ya Kitanzania. Asante. Okay. Msikilizaji, umemsikia vizuri Moses Mzakwe akitoa ushuhuda kutokana na. Kwa hiyo kumbe ulinzi wa mtoto unaanzia nyumbani. Amesisitiza kwamba msikilizaji, kama una mtoto wako anasoma, hakikisha kila kitu unatakiwa uwajibike wewe. Sio nenda kanichukulie ripoti ya mwanangu, nenda kanichukulie taarifa za mwanangu. Matokeo yake ndio hayo. Wengine hawana roho nzuri, anapoona mtoto wako amefanya vizuri ndio hivyo anafanyia ukatili. Kama ndio hivyo, umemsikia vizuri Moses Mzakwe ambaye yeye pia ni mwenyekiti wa kamati ya shule. Yamemkuta ya kumkuta. Mtoto wake ameishia form 5, macho yameziba, macho hayaoni. Umeona? Kwa hiyo kuna vitu labda mwenyewe ambavyo anaviamini, lakini nikwambie tu msikilizaji, ukweli ni kwamba mzazi, baba, mama ndiye mwenye jukumu la kumwangalia mtoto wako kila kitu. Yaani chochote kile, hata kama unawashirikisha watu, lakini usiwashirikishe kwa asilimia kubwa, washirikishe kidogo sana, kwa sababu sasa hivi mtu kupenda maendeleo ya mtu ni mara chache sana, na ndio maana ukatili mwingi unatokea. Kitu sio kitu, watu wanauana, kitu sio kitu, watu wanapigana. Umeona? Kwa hiyo tujitahidi katika maisha yetu kuhakikisha tunakataa ukatili wa aina yote. Lakini kitu kingine pia, tusiwe na roho zile za wivu, kwa sababu unapoona mtoto wa mwenzio ana jambo fulani, basi wewe haina haja umie roho. Na hiyo nayo ndio maana tunasema kwamba watu wamekengeuka. Kama alivyoongea Mzakwe, ni tofauti na miaka ya nyuma. Miaka ya nyuma tunasema mtoto wa mwenzio kama mtoto wako, lakini sasa hivi mtoto wako kama wako. Kwa hiyo kama mtoto wako kama wako, sasa ndio hapo mtu anapoona mtoto wa mwenzio amefanya vizuri, yeye roho inamuuma kwa kutaka kumuumiza. Isiwe hivyo. Kwa hiyo mtoto wa mwenzio kama anafanya vizuri, pia unaweza kumpongeza. Ndio maana tunasema mtoto wa mwenzio muone kama kwako, usimfanyie ukatili, mpongeze, lakini sio kumuumiza. Msikilizaji, basi unaweza kushiriki nasi hapa studio kwa namba 0772597995. Tuko hapa Joyce Endu pamoja na Moses Mzakwe kwa ajili ya tunaongelea masuala ya ukatili wa jinsia. Lakini umemsikia Moses ameongelea kuhusiana na shuleni.
watoto wanatakiwa namna gani walindwe kuanzia nyumbani. Mzazi unatakiwa uwajibike kuangalia mitihani ya mwanao, mzazi unatakiwa uwajibike unapoitwa shuleni, mzazi pia unatakiwa uwajibike kwa kila kitu kuhakikisha unamlinda mtoto wako. Sisi tunasema mlinde mtoto awe salama. Sasa wewe kama unalegalega kitu kidogo, mama fulani niende, kitu kidogo, mama fulani niende, basi litakukuta jambo. Msikilizaji, tupate burudani afu tutarejea. Na kama nilivyokuambia katika kipindi hiki, elimu kwanza, lakini na burudani pia inatawala. Hiyo ndiyo kauli mbiu yetu ya Radio Mlimani, chuo kikuu cha Dar es Salaam. Niko na kameramani wangu hapa Winnie Munisi yuko hapa, ananichukua picha vizuri kabisa kuhakikisha mnione vizuri kwa utuo. Unajua sasa hapa kuna utofauti na baadhi ya watu ambao wanafanya vitendo vya ukatili kwa mama zao. Ukiambiwa hakuna kama mama, jamani tuamini, hakuna kama mama. Mama yani ana mzigo mkubwa sana kuanzia pale wewe unapokuwa tumboni kwake mpaka unazaliwa. Sasa inakuwaje inatokea mtoto sasa unaenda kumuua mama yako? Kwa kweli ni mambo ambayo yani hayapendezi hata kusikilizwa kwenye masikio ya watu. Na nikwambie tu msikilizaji bwana, kuna tukio kikweli limesikitisha wengi, limetusikitisha pia kutoka pale maeneo ya Msoga. Msoga, unajua Msoga mzako? Msoga imemtoa rais wa awamu ya 4 Jakaya Mrisho Kikwete. Ndio Msoga. Okay. Basi ni vyema jamani, tunapoongelea Msoga mfahamu kwamba Msoga ni wapi, na usidhani kwamba haya matukio ambayo tunayasema hapa labda yametokea mkoa mwingine au labda yametokea mbali na Tanzania. Hapana, tunaongelea matukio ambayo yanatokea Tanzania. Sasa bwana mzako, naam, watu wanasema hakuna kama mama, si ndio? Lakini kunakuwa tofauti. Watu sasa wao wanafanya vitendo vya ukatili kwa mama zao. Kuna taarifa kutoka pale Msoga. Sawa. Thamani ya mama iko hapa mtangazaji tu. Ukitaka kujua mama yukoje, chukua hela. Halafu ukifika iwe kijijini au mahali popote, basi mpe mama ile. Mama hii hela chukua, utanunua kitu chochote. Mama atachukua ile fedha, ataifunga iwe kwenye pindo la nguo au atahifadhi mahali kwingine popote. Halafu wewe kaa pale, maliza wiki 1-2. Halafu si kuanza kujilalamisha, mimi hapa bwana rafiki zangu wanitumia hata nauli, nimeambiwa nitumie nauli. Halafu sasa wananichelewesha kurudi. Halafu mama baadaye ataenda kuichukua ile fedha uliyompa. Atakwambiaje unajua? Mama atakwambia, chukua mwanangu hii hela kidogo ya nauli, fanya hii hela nimeikopa kwa fulani. Unaona thamani ya mama? Yes. Yani ukitaka kujua thamani ya mama, kwanza mama hana zawadi. Chochote unachokipata ukipeleka kwa mama, hata kama kitakuwa na thamani ya milioni 1, mama yeye atahesabu kama zawadi. Na ndio maana wale tulioko mijini, simaanishi kwamba ninatengeneza namna ya ukatili kwa wale wengine ambao hawajabadilika kupata watoto, lakini ukirudi na gari, halafu una gari huna mtoto, mama hawezi kupokea gari. Lakini ukirudi na gari Prado nzuri ya milioni 400-500, halafu una watoto, mama atakimbilia mikononi mwako, atachukua mtoto yeye ataondoka naye. Yeye atakuacha na hiyo gari yako. Thamani ya mama iko hivyo. Kwa hiyo mama ana thamani sana. Mama ana thamani sana. Okay, mama ana thamani sana, lakini inakuwa tofauti kutoka pale maeneo ya Pwani pale, naambiwa Pwani hapo. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linamshikilia Rahma Musa Tito, miaka 16, mkazi wa kijiji cha Msoga, wilaya ya Chalinze, kwa tuhuma za kumuua mama yake mzazi Hadija Hemedi Shaha, miaka 51, ambaye alikuwa mkulima na mwenye ulemavu wa miguu yote miwili. Kwa mujibu wa polisi, tukio hilo lilitokea usiku wa Julai 28, 2026 majira ya saa 5 baada ya kuna watu wanapiga simu jamani, baada ya marehemu kumzuia binti yake kuhudhuria sherehe ya kuzaliwa ya rafiki yake iliyokuwa ikifanyika karibu na hospitali ya Msoga. Ilidaiwa kuwa mtuhumiwa alianza kumshambulia mama yake kabla ya kumchoma kichwani kwa kutumia kitu chenye ncha kali. Aidha, asubuhi ya Julai 29, fundi ujenzi aliyekuwa akidai malipo na kufuata mfuko wa saruji alifika nyumbani kwa marehemu. Baada ya kugonga mlango, alifunguliwa na Rahma, yani mtoto wake Rahma Musa. Yeye akafungua mlango
ndipo alipobaini mwili wa Khadija Hemedi ambaye ni mama yake Rahma ukiwa umelala sakafuni na ukiwa na majeraha. Umeona? Sasa hapo ndo uone huyu msichana mdogo, kwanza ukiangalia miaka yake 16